Hehe. Kila moyo unapodunda, unadunda kwenye viwanja. Nikukumbushe tu, weka pause, kunywa maji, alafu kumbuka, hii haina kipengele, labda uje nacho wewe bosi. Kumbuka kushare, kusubscribe, kulike na kucomment. Ukimaliza hapo sasa, kumbatia kodi ya Frequency. Ukumbukwe ni channel namba 1 kwa ubora wa habari za michezo, kujua tetesi za usajili, mahojiano mbalimbali ya wachezaji. Ebane, kocha wa Esperance Deportivo de Tunis kutoka huko Tunisia ametema cheche na kumwaga madini zaidi juu ya kile ambacho anakifahamu kuhusiana na kundi alilopo, kundi D, kundi ambalo watu wanaliona kama vile ni kundi kamchekea, lakini ni gumu kweli kweli. Sasa yeye amezungumza kiundani zaidi juu ya ubora wa klabu ya soka ya Simba Sports, lakini pia juu ya ubora wa baadhi ya wachezaji ambao Simba ipo nao, kwa sababu katika mechi ambazo Simba amekuwa akicheza siku hizi, basi kocha wa Esperance Deportivo de Tunis naye amekuwa ni muumini mkubwa sana wa kutazama au kufuatilia. Kama ambavyo unajua haya mambo yanatokea, ukiwa unatarajia kucheza na mtu fulani, basi lazima umfuatilie ujue yuko bora sehemu gani, lakini pia yuko dhaifu katika eneo gani. Yani hiyo ndo kodi yenyewe ambayo lazima uizingatie kuhakikisha kwamba unamuini wakati mnapoingia field, yani mnapoingia katika mchuano husika. Kwa hiyo kocha mkuu wa klabu ya Deportivo de Tunis naye ameamua kusema ya kwake na kuzungumza mengi kweli kweli, ambayo hapa utamsikiliza nini ambacho alikuwa anakizungumza na nini alikuwa anamaanisha, kwa sababu alichokuwa anakizungumza kiko ndani ya yale ambao watu wengi huwa wanazungumza, yale ambao watu wamekuwa wakielezea kuhusu ubora wa mchezaji mmoja mmoja, hasa Abraham Morris, huyu kijana ambaye yupo katika klabu ya soka ya Simba. Huyu kijana alitoka katika klabu ya RS Genk, sasa yupo katika timu ya Simba Sports Club kwa manufaa mapana zaidi au maslahi mapana zaidi, kwa sababu amekuwa na uwezo bora wa kucheza, amekuwa na uwezo bora wa kufanya attempt, lakini pia amekuwa na uwezo bora wa kuilinki timu, amekuwa na uwezo bora wa kutafuta matokeo. Kwa hiyo kocha wa Esperance Deportivo de Tunis kutoka huko Tunisia akiwa amezungumza mambo mengi kabisa, kwamba wapo katika hali ya usalama zaidi, wakijitafakari namna gani wanaweza kupambana na Simba, lakini pia namna gani wanaweza kuzuia baadhi ya wachezaji ambao ni hatari zaidi. Bwana Legkamp Laurencio amesema kwamba kijana Morris Abraham ni golden thing, kwamba ni kitu cha dhahabu sana pale Simba kwa umri wake na aina ya uchezaji wake. Anatishia amani kwa sababu ya uthubutu. Ni kijana ambaye haogopi kukosea, lakini pia kijana ambaye anapenda kujaribu akiwa uwanjani, kwa maana ya mara nyingi timu ikiwa imelala, ikiwa ina enjoy kucheza mpira, kuna wakati anawakumbusha kwamba tunachokitafuta ni kile. Basi hata akiwa umbali wa mita 100 anapiga mashuti makali ambayo yanashtua hata safu ya ulinzi ya wapinzani na kuweza kutetemeka, lakini pia hata wachezaji wenzake kushtuka kwamba jukumu letu ni hili hapa. Hiyo ni sifa mojawapo ya mchezaji mwenye hatari zaidi au mchezaji wa kuchungwa zaidi. Kwa hiyo Morris Abraham anabadilika muda wowote. Kuna wakati anaweza akawa ni playmaker, muda wote akakuchezea mpira tunipige vibao kata, close majanga, yani kila muda anahamisha mpira kushoto kulia, twende huku, Erimpanzu, Kibu Dennis, yani yeye ni mzee wa kuhamisha kutoka katika eneo lake la katikati. Lakini kuna wakati ana-apply yeye kama force number 9, yani namba 9 ya uongo. Muda huo utamkuta pale juu akiwa na Jonathan Soa au akiwa na Steve Dese Mukwala, watakupelekesha vibaya mno. Huo ndio ambao ubora wa watu wengi huwa wanautaka, na of course ujio wa Abraham Morris umeongeza kasi eneo la ushambuliaji la Simba. Yani pale juu pamekuwa pamoto kweli kweli. Yani of course mabeki wengi kwa sasa wamekuwa wakiharasdi kwa kiwango cha bwana mdogo Abraham Morris. Si wa miaka mingi sana useme ni 90, hapana, ni kitoto cha 2000 tu chenye roho ya falao na hatari kama Lamine Yamal, dogo ambaye haogopi Mungu wala mawingu. Kazi yake yeye anachana, anapita kama upepo, anapiga kazi kweli kweli. Na kuna baadhi ya watu wameshaanza kumfananisha na Pacome Zouzoua. Kuna wengine wanasema ni bora zaidi kuliko baadhi ya washambuliaji au viungo wa Young Africans.
kuna baadhi ya watu wanazungumza mengi, lakini kocha mkuu wa Esperance de Tunis yeye anasema kwamba faida mojawapo ambao Simba wanaenda kunufaika nayo ni kuwa na mchezaji mwenye umri mdogo na kipaji kikubwa na shauku. Hapo itawafeva kwa sababu kijana kwanza ni mzawa, pili ana utambuzi wa mpira, tatu yeye ni kama ndio kiongozi ndani ya timu kwenye wachezaji wa kigeni wengi, lakini yeye anakuwa kiongozi wa timu. Huo ni ubora wa hali ya juu na kiwango chake ni kikubwa sana ambacho kinampa uwezo wa kujiamini na kufanya kazi. Kwa hiyo hatari ya kwanza ambayo Esperance de Tunis wanapaswa kuichunga au kujichunga ni kuhakikisha kuwa wanaweza kuzuia hatari ambazo zinatokana na mashambulizi yanayojengwa na Abraham Morris. Sasa hapo amemtaja Morris, bado kuna pale nyuma yake kuna mtu ambaye mara nyingi yeye hacheki na wowote akishaliona goli, Jean Charles wa King of Dead Balls, mfalme huyo. Yani yeye wakati wote anavyoliona goli anaona maangamizi, anaona hatari ya kuua. Yani yeye hanaga cha msalia mtume wala nini, yeye kazi yake ni kufanya kile ambacho anaona ni bora zaidi kwa wakati huo, na anakufanyia ubaya ubwela. Yani maangamizi ni sekunde moja, kazi yake ni kupiga kazi tu. Yani ukimpa kazi mtu wa kazi aweze kaacha kazi wakati ana kazi. Yes, na mwisho wa siku anakuambia TFF sheria ichukue mkondo wake. Basi ndio bora ambao amekuwa nao sasa Chacha Zawa. Hapo kuna Elie Mpanzu Kibisawala ambaye kwa sasa kidogo amedrop, kiwango sio kizuri sana. Nadhani ni kwa sababu ya match fitness zimepungua baada ya kusimama kwa ligi kwa dakika siku kadhaa. Basi nadhani kuna fitness fulani imepungua, ila si mtu wa kubedha. Ukiangalia aina ya goli ambalo alifunga Wilson Nangu lilitokana na Elie Mpanzu, alimchukua mtu katika execution pass na kuiweka vizuri kule kwa Wilson Nangu na kufunga goli. Ubora wa Elie Mpanzu unaonekana, ila wapinzani hawawezi wakauona kwa sababu wao always wanamwombea mabaya. Lakini ukiangalia mpira vizuri, Elie Mpanzu ni place resistance, mtu ambaye anaweza akakuletea mpira mahali popote pale na ukafanya kazi kwa bora wa hali ya juu mno. Kiwango cha Elie Mpanzu always ni class, sio form, ni class, kwa sababu class is just a temporary, just a permanent, but form is a temporary. So kiwango cha Kibisawala ni class, yani kiko katika ubora wa hali ya juu mno. Ana uwezo mkubwa sana wa kufanya kazi, ana uwezo mkubwa sana wa kutengeneza kila kitu katika uwanja na kikatimia. Kwa hiyo hiyo ni kitu ambacho kina uwezo wa kumfanya yeye aendelee kuwa bora zaidi, kitu ambacho kinamfanya yeye aendelee kuwa katika stability nzuri, kitu ambacho kinamfanya yeye aendelee kuwa bora zaidi katika mambo yote. So kocha wa Deportivo Esperance de Tunis ameamua kuwa mkweli na kuzungumza mengi ambayo ni ya msingi sana, anaweza kumfanya aendelee kuwa bora na mchakalikaji au mpambanaji katika maisha yake ya kila siku. Uwezo ndio ngao yake kubwa, kazi yake ni kuhimiza wachezaji wake katika kundi D ambalo yupo Esperance Deportivo de Tunis, Simba Sports Club, lakini pia yupo Stade Malien kutoka kule Mali, lakini pia yupo Simba mwenyewe. Hapa nani wa kuondoka, nani wa kutoka, nani wa kubaki? Basi tusubiri na tuone.